Na katiba hiyo hiyo ya baraza la wadhamini pia imetoa sharti kwa watu ambao wanastahili au wanafaa kuwa wajumbe wa baraza. Mojawapo, lazima awe mwanachama; pili, mwadilifu; tatu, watakao kuwa tayari kutumikia nafasi hiyo kwa niaba ya wanachama wote. Katiba imetoa mwongozo namna ya kupatikana kwa wajumbe. Taarifa zilikwenda kwa njia ya barua, bahati mbaya inawezekana wengine wasikuwa hakupata, lakini kama nilivyosema hapa kwenye maelezo ya awali, hakuna jambo linalofanyika ikawa watu wote wakawa wameridhika na kushiriki. Kwa hiyo kwa utaratibu, baada ya hapo niseme tu kwamba tunao wajumbe ambao walikuwepo kwenye baraza lililopita na mlimuidhinisha mara ya mwisho mzee wetu Jaji mstaafu Mihayo. Yeye alikuwa ni mmoja kati ya wajumbe hao. Mwingine ni mzee Juma Asmani Kapuya, ndugu Ahmed Idi Mgoi na Ramesh Patel. Sasa tunayo katiba yetu ambayo inaongoza kwa kusema kwamba kutakuwa na baraza la ushauri ambalo litakuwa ni moja kati ya vyombo vyetu vyenye mamlaka. Hata hivyo, wajumbe wanaounda hilo baraza wapo wengi, akiwemo mzee Dalali. Ni viongozi wale wastaafu ndio ambao wanaingia huko. Kwa hiyo tumeshauriana na nimepata mapendekezo. Hali ya mzee wetu Ramesh Patel ameshatumikia miaka 25 kwenye nafasi hiyo na sasa hivi hayuko vizuri sana. Kwa hiyo tunamsamehe na tutafanya marekebisho. Pia mzee Kapuya naye hali yake mtu mzima sana, anaishi sasa hivi huko Kaliua huko, si Kaliua iko sehemu gani Tanzania hapa, lakini nadhani itakuwa mapolini. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuwa tunapata shida kumpata. Kwa hiyo wajumbe hawa wataendelea kuwepo kwenye baraza lile la ushauri na wataendelea kushirikiana na Simba katika namna hiyo. Lakini ukienda mbele kwenye katiba ya baraza la wadhamini, kuna shida inajitokeza kwamba baraza la wadhamini ndio chombo cha usuluhishi itakapokuwa inatokea sasa mgogoro wote baina ya pande. Ibara ya 16(1) ya katiba hiyo ya baraza la wadhamini, mzee Mihayo ndio mwenyekiti wa baraza lile. Kwa hiyo inaweza kawa ngumu yeye kuweza kuvaa kofia mbili, ile na hii. Kwa hiyo itakuwa na wajibu wake yeye kuchagua wapi ataweza, lakini ile iliyotangulia ndio inakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo ataenda huko. Kwa maelezo hayo, wapo wajumbe ambao tutawataja hapa. Utaratibu ukiwa umeridhia, tumeridhia. Yule ambaye anaona kwamba fulani hakustahili kuwepo, anaweza kufanya objection kwa kuandika na kufuata utaratibu wa kikatiba. Hapa hatupigi kura wala hakuna utaratibu huo ambao umeainishwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo mapendekezo, ndugu Adam Mgoi ambaye alikuwepo na mlimpitisha mwanzo atakuwepo, ndugu Hamad Abdalla, ndugu Salum Abdalla, Dr. Bill Kiwia, Hassan, Ismail Muhammad na Amos Makala. Hawa ndio wataunda hilo baraza. Utaratibu wa kuchaguana na mwongozo mwingine ni wao. Kwa hayo machache niseme kwamba tunawashukuru kwa ushiriki wenu na tumefikia hapo katika uteuzi. Huyu ni mwenyekiti Murtaza Mangungu. Kaliwa iko Tabora. Lakini Hassan Bumbuli huko. Oscar. Na wengineo. Maarufu sana huko. Na mwenyekiti tumeona ni vyema nawe fahamu hilo. Tusikiliza kwenye bao la asubuhi. Mmemsikia mwenyekiti Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba. Hayo ni mapendekezo kutokana na kile ambacho amekiona. Na anasema kwamba baraza hilo huwa linaamua, linatatua na kusuluhisha pale ambapo inatokea migogoro, changamoto. Ndio maana mwanzo nilisema ile migogoro, mchakato wa kufanya hivyo ndio kitu kinachofuata hivi sasa. Mchakato ni sahihi. Sasa hao wenyewe tu wanaotakiwa kusuluhisha, wao wenyewe wamegomea uteuzi. Kwa sababu sasa hivi kuna mgogoro kwenye timu baina ya upande wa mwenyekiti wa klabu na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Tayari kuna msuguano, kwa wanawasuluhisha nani?
Technically Simba kuna vitu haviko sawa bwana. Wala nisikupotezee muda. Simba hizi sinema zimekuwa endelevu. Ndio maana nikakwambia kuna muda alisahau kukawa kuna amani. Manake sasa hivi naona wanarudi tena kule kule walikotoka. Yaani hii inawashusha kweli Simba thamani migogoro ya namna hii. Kwa level ya timu walionayo kuna baadhi ya migogoro haikupaswa kuwa inaonekana huko nje. Tunajua kuna mivutano huwa kwenye timu inatokea, lakini haitakiwi kuwa inakuja public kama ilivyotokea kwa Simba. Barua ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ikipinga uamuzi wa mwenyekiti wa klabu, na barua ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi inaonekana yeye kauli yake ina nguvu kuliko mwenyekiti wa klabu. Na unashangaa sasa hapo mbona mwenye 49% ndo amekuwa na nguvu kuliko mwenye 51% za wanachama. Kwa hiyo unaona kuna vitu haviko sawa, na ushauri wangu mimi ni ule. Simba wajitahidi wafanye watakavyofanya. Timu ina mwekezaji zaidi ya mmoja. Haya masuala ya kuwa na mwekezaji mmoja mkipishana mtazamo na mnazodoana mitandaoni sioni kama yana afya. Lakini mkiona mwekezaji zaidi ya mmoja, hata kama mivutano itatokea, lazima mtakumbushana kubaki kwa ajili ya interest za club. Kwa sababu ukisema unajiondoa kwenye hisa za kumiliki 49%, mwekezaji mwenzako anazichukua au zinapata nafasi, zinauzwa kwa mtu mwingine. Kwa hakuna mwekezaji ambaye atatamani kupoteza hiyo nafasi. Lakini haya masuala ya kuwa na mwekezaji mmoja ndio matokeo yake, kwa kuwa yeye peke yake ndo anayetoa hela. Maana yake siku mkivutana, yeye ana nguvu kuliko wewe, na atapata pia backup kutoka kwa mashabiki, kwa sababu anajua yeye ndo anayetoa hela za usajili, mishahara na kadhalika. Kwa hivyo kwa maoni yangu mimi, Simba wafanye marejeo kabla au mchakato wa mabadiliko hujaja kukamilika siku moja. Yaani asije akawa timu nzima mwekezaji kwenye 49% ni mmoja, wao wawekezaji wawili na kuendelea. Kwa sababu haya yanayoendelea sio mageni, labda kama wewe ni mgeni kwenye mpira wa Tanzania. Simba wa migogoro imekuwa mingi tangu wameingia kwenye kipindi ambacho timu inaanza kupoteza mataji mwaka 21-22. Simba imekuwa na muendelezo wa kuwa na mikoruzano kwenye level ya uongozi huko juu. Ndio maana nikasema Simba wanakoelekea wanaweza wakajikuta wao wanamrahisishia Yanga njia ya kwenda kushinda ubingwa. Yaani waache Yanga na timu nzuri watakayokuwa nayo, benchi la ufundi zuri, uongozi wao imara, achana na hivi vyote. Wao angalie Simba tu wao wenyewe. Kwa haya yanayoendelea, ukiwa huko sehemu ya kuishabikia timu au mwanachama, inakupa confidence ya kujinasibu kwamba msimu ujao utakuwa na timu ya kugombea makombe. Kwa sababu haya mambo huwa yanakwenda hivi, baadaye yanalipuka. Leo hii fikiria aliyeteuliwa amepinga uteuzi Mheshimiwa Musmakala, lakini kama haitoshi mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kakataa. Sasa bora Musmakala, lakini vipi mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye yuko pale kwa interest za mwekezaji? Kwa hiyo unaona kiuhalisia kuna vitu haviko sawa kwenye klabu ya Simba, na wanapaswa wapatie majibu hivi vitu visiwe endelevu. Simba ukiangalia mara nyingi wanapigishana shoti wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana nikauliza mwanzo, ni nani anayepika hii migogoro Simba itokee? Kwa sababu haitokei kwa bahati mbaya. Unajua, kwa ufahamu wangu, wala si shida mwekezaji mmoja. Shida ni kundi la marafiki wa Simba. Ilianzishwa na miaka 2000 hivi. Friends of Simba ni kundi kubwa sana lenye watu wengi ambao wanaufahamu mpira, wanaifahamu Simba, wanaipenda Simba, na wametoa nguvu zao, mali zao na hata muda wao wengine kwa ajili ya Simba Sport Club. Na kwa nyakati tofauti tofauti wamekuwa wakiingia kwenye uongozi kwa engo tofauti tofauti, na kwa wakati fulani kuna wengine pia walikatana. Huo ndio kweli. Walikatana. Kwenye kukatana pale sasa yakaibuka makundi ndani hao rafiki wa Simba Sport Club. Sasa kuja kuelewana wale sidhani kama ni leo. Kwa interest tofauti ambazo wako nazo. Na ukizingatia kila mmoja anataka wadhifa, ufalme. Kwa hiyo nafikiri hawa sasa ndo wakae chini wayasuluhishe mapema kabla hayajafika mbali, kwa sababu ikitokea timu haijapata mafanikio, kila mmoja anaona ni ama mko wawili National na Chisano, mko
timu tofauti ndani ya urafiki ule wa bao la asubuhi. Kila mmoja anavutia kwake. Timu nakuta haipati mafanikio ambayo inahitajika kupata kwa wakati huo, kutokana na kila mmoja akivuta kwamba timu isipate mafanikio nionekane mimi sipo, mafanikio hampati. Sijui mnanipata? Kwa hiyo ndio shida kubwa iliyoko Msimbazi, na nafikiri inapaswa kutibiwa mapema kabla mambo hajaenda mbali zaidi, kwa sababu wakijitahidi kukaa pamoja wayasuluhishe hayaonekani kwenda sawa. Kwa nini tusione siku moja Magori, Kaburu, Trage na wengine wote kina Hasano wakakaa pamoja wakayasuluhisha haya? Hakutotokea tena tatizo hilo kwa wakati huu mfupi. Hawa wakawe yazungumze. Ni kweli, na njia nzuri ya kumaliza vita au migogoro ni kukaa kuzungumza na kukubaliana. Ukiangalia katika hizi pande mbili, wao wanachoshindana zaidi ni interest. Yani kila mtu ana malengo yake, kila mtu ana mipango yake, kila mtu anataka kuonekana yeye ndo mkubwa kwenye club. Kwa hiyo changamoto yao ni kama fahari wawili ambao wamekaa kwenye zizi moja. Sasa kama fahari wawili mko zizi moja, manake ni either fahari mmoja atoke abaki mmoja, au mbaki wote wawili lakini muelewane. Sasa kubaki kwa wote wawili kuelewana ni kitu ambacho ni kigumu, kwa sababu tayari system ya club imechagua kuwa na hizo pande mbili. Lazima kuwe na pande ya wanachama na pande ya uwekezaji. Kwa kama kuna kitu ambacho kinatakiwa kufanyika cha msingi zaidi, ni wao kutokuwa na interest zao, wawe na interest moja tu ya kuisaidia klabu yao kufikia malengo ambayo wameyaweka. Na Irene, umesema kwamba mambo yasije kuwa mabaya. Kwa mimi ninavyoona, mpaka kwa hatua hii tulofikia, maana yake mambo ni mabaya, kwa sababu ukiona mpaka tunafikia mitandaoni kukataana hivi, na klabu, mwenyekiti wa klabu naye anakuja kuitisha mkutano wa dharura kinyume na katiba yao inavyosema. Kiukweli kuna vitu vinaonyesha kabisa kwamba hali iliyoko sisi tulioiona nje pengine ni hali ya kawaida. Usikute hali iliyoko ndani watu hao hata kusalimiana tu hawasalimiani. Kwa kama situation hii ndo ipo, klabu ipo kwenye hali mbaya sana, ni either upande mmoja uondoke. Kama ni upande wa mwenyekiti wa klabu anaamua kujiweka kando, ajiweke kando, mambo mengine yaendelee. Na pia kitu kingine ambacho mimi naona ilikuwa ni mistake alofanya mwekezaji. Mwekezaji yeye ameshindwa kutengeneza watu ambao watakuwepo kwa ajili yake. Yani kivipi? Kuna kwenye yesi mwekezaji na yesi ameweka fedha yake. Upande huo wa wanachama ilitakiwa wawepo wanachama, mwenyekiti wa wanachama awe asiwe anapingana naye, wazungumze kitu kimoja, au wanachama watafute mwekezaji itakiwa awe mwekezaji ambaye wanaendana naye, lakini kila mtu anaingia kivyake. Hii ni changamoto kubwa ambayo ndio maana inapelekea klabu kufanya hivi, na hii itaendelea kuwatafuna kama hakuna upande ambao utakubali kushuka chini wafanye kazi, au kama wao wote wawili hawatokubaliana. Yani ni either waondoke wote waanze upya, kwa sababu inawezekana. Kwani Simba ina watu wale tu? Simba ni timu kubwa ambayo ina watu wengi. Yani hata leo majina ni yale. Hata ya majina unayoona ndio yaliotolewa kwenye awamu hii iliyoisha ya bodi, wanajirudia. Wewe unaamini wako wale? Kuna kikundi ambacho kimeamua kuishikilia tu timu. Ndio hao marafiki wa Simba sasa ambao walijiunga miaka 2000 huko, na kina mzee Dalali kina nani? Historia kimoja. Our friends of Simba wako pande wa nani? Hao friend wametawanyika. Yaani walikuwa pamoja. Ndio nimwambia hivi, nyinyi mlikuwa pamoja kwenye bao la asubuhi. Mkasema tuunde timu ya watu ambao tunaipenda bao la asubuhi. Si unaelewa? Tuseme sasa bao la asubuhi ndio hichi kipindi. Nyinyi mkajiunga, then mkawa mnaishikilia timu kwenye nyanja tofauti tofauti. Sometimes timu imekwama hapa. Kipindi hicho timu haina mwekezaji. Na nielewa. Na mpaka mkamfikia mwekezaji, mkazungumza naye, mkaanza vizuri.
kwenye namna ya mwekezaji kufanya, lakini baadaye nyinyi binadamu vikombe vinatikisika na nyinyi mkatikisika, mkatawanyika, yani lile kundi sasa likapasuka papo katikati. Kwa kuna hawa huku alafu kuna hawa huku, sasa wale ndo hawapiki kichungu kimoja. Sasa ndo hapo bado sijaelewa walipotokea mpasuko kwenye Friends of Simba yani kuna kundi manake limeenda kwa mwekezaji mmoja kwenye kitu klabu yani kuna kundi limebaki linasimamia malengo ya club ama linasimamia upande wake ambao linaamini liko upande wa club, alafu kuna kundi likaigamia upande wa mwekezaji. Sasa pale ndipo ambapo mambo yanakuwa si mazuri. Sasa na hapo ndo narudi tena pale nilipokuambia mwanzo, shida ni huko mwekezaji mmoja. Do you think ungekuwa na mwekezaji zaidi ya mmoja au jamaa wangegawanyika wote wangetosha kwa wachezaji? Mbona Yanga yuko mwekezaji mmoja alafu yani wewe unipati Chisano? Yanga ina mwekezaji. Kwani Simba ina mwekezaji? Simba wanasema hivyo, muone mwekezaji. Sasa ule kumuita tu katiba hiyo si wanamuita tu. Yani shida ni kwamba tumia neno mfadhili. Mwekezaji kwangu mimi sikatai maoni yako. Kwangu mimi hausiki. Hivi unajua nyinyi wawili mlikuwa pamoja, alafu mkaachana, alafu kila mtu anataka kuonyesha kwamba upande wake ndio una nguvu kufanya hii klabu iende mbele. Umenipata sio picha yangu? Kwamba sisi tukijitenga. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi huko kwa interest ya mwekezaji. Exactly. Si ndio? Maana yake siku na timu karudishwa hivyo. So yupo. Ndo kawekwa. Yaani ndo karudishwa mtu wote ambaye atakuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Zamani alikuwa nani? Si alikuwa mwenyewe? Alikuwa hapana, alikuwa Tragen. Salim Abdallah. Mwanzoni kabisa? Mwanzo alikuwa yeye mwenyewe akamweka Tragen. Sasa imagine hao watu wote ambao upande wa bodi ya wakurugenzi mwenyekiti yuko upande wa wawekezaji. Ukiona mtu wote kawekwa pale, ujue yuko wa kusave interest za nani? Sasa mbona ametolewa tena Tragen sasa hivi yuko upande huku? Sasa si ndo alipotolewa si ndo kaenda kule? Sasa naona ndio umenipata sasa. Sasa kama Tragen alikuwa anashikilia analinda interest za mwekezaji. Sasa hivi yuko upande wa mwenyekiti. Alafu unajua ni vice versa. Ukweli ni kwamba Magoli na Tragen sasa hivi unajua kuna kitu moja wanahitaji kwenye sumaku love nini wanasema like pools repel each other, yani zikikutana wazi azigusana, yani wako wengi sio mmoja. Sasa mimi naongelea top manyota kwa sababu Salim Abdallah Tragen amewekwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Magoli sasa hivi ndio mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Jana jina la Tragen limetajwa upande wa mwenyekiti ambapo Tragen anapingana na maamuzi ya mwenyekiti. Maana yake Tragen try apingani Magori amepinga uamuzi wa mwenyekiti. Maana yake ukiona hivyo maana yake Magori hakubaliani na Tragen sasa. Na ndio ilikuwa hivyo kipindi ambacho pia Magori akiwa nje. Magori akiwa nje mfumo, Tragen ndio alikuwa ndani, maana yake Magori alikuwa upande wa bodi ya wakurugenzi. Magori pia alikuwa upande wa huku sasa wa mwenyekiti. Hivi mnanielewa? Nakuelewa. Hawa wawili ndio ambao wanavuta nyuma club. Yaani sio wawili hawa, watu wawili. Hii timu ambayo imepasuka ndio ambayo inaivuta klabu nyuma kwa sababu wao hawaangalii nini kipo mbele yetu kwa upande wa club. Wanaangalia nini kipo mbele yetu kwa sisi ambao hatupo ndani ya mfumo hivi sasa. Ndio hicho ninachohoji. Do you think kungekuwa na watu wanaotoa hela zaidi ya Mo? Ndio Chisano ingetokea kwa sababu bado wale hivi unajua Chisano, let's say kwamba njia ya kuna kitu amesema Ahmed Ally siku moja, nikasema Ahmed kashaka kwenye huu mpira kaiva kweli kweli, kwamba njia ya mafanikio yawezekana ngumu, lakini unaijua kwamba unawezaje kushinda. Unanielewa? Jana nimesikia kitu kwenye katiba ya Yanga, nikaona walikuwa wameshaliona ili mapema la Simba Sport Club. Wamesema kwamba katiba uchaguzi utakaofuata atateuliwa na rais wa klabu. Unajua ni kwa sababu gani? Yawezekana mwekezaji yupo, lakini sisi wawili ambao tunakaa hapa tunaendesha klabu tukiwa hatuelewani, mpasuko lazima utakuwepo, hata ukiwepo wawekezaji wanne, kwa sababu mwisho wa siku wawekezaji wanatetea interest zao. Unanielewa? Sijui hakuna mtu mjinga pale. Kila mtu anaangalia nini ambacho kinaingia kwenye club, pesa gani ambayo inatoka, na huyo anaangalia the same. Wale wako kibiashara tu. Unanielewa? Sisi sasa tuliobakia kwenye upande wa club ndio tunaangalia sasa maslahi ya club yanafanywa vizuri. Sasa unataka kuniambia kuna mwekezaji atakuja angalia maslahi ya club? Hayupo. Sasa maana yangu ni kwamba akiwa mwekezaji yoyote, atakiwa mmoja yoyote
huwa lazima atake timu stabilize ili apate anachokiweka. Timu isipokuwa stable hawezi kupata anachokiweka. Kwa hiyo lazima asecure timu iwe kwenye maeneo mazuri. Leo hii ukisema mwenyekiti na au let's say mwekezaji awe mmoja au zaidi ya mmoja kwa mfano. Licha ya kwamba wawekezaji watakuwa pale wako kwa ajili ya interest zao, lakini hawezi kuzipata kama timu haiko stable. Kuona wao wakigundua kuna upande wa wanachama, let's say mwenyekiti anawakwamisha. Mwekezaji akiwa zaidi ya mmoja au hata mmoja, kwa kulinda interest zake, yuko tayari kumforsake mwenyekiti atoke. Ataunda hata group. Sasa hiyo kuunda group, ujue huku hayuko mmoja, huku ni kundi la watu. Yaani mimi nasema kwamba nachokiamini mimi ni kwamba bado hata wakiwa wawekezaji wangapi, mwisho wa siku sasa ndo klabu inaweza ikaenda bankrupt, kwa sababu wawekezaji wengine ambao hawapendi mambo ya uswahili, kwa sababu uwekezaji nani ana muda kuunda group sasa hivi? Mtu mwenye pesa zake aanze kukalia kikao. Ndio maana mbona kuna sana ujaga Instagram anauliza transformation imefikia wapi? Kwa sababu yani nani tajiri wa aina gani ambaye ataanza sasa kukukalia kikao wewe ambaye ueleweki? Yeye anaangalia pale maslahi yake, anaona hamuyafikii kile ambacho mnakitaka, kwa sababu nyinyi wawili mnaamua sasa kuivuta timu chini, ama nyinyi makundi haya mliojiunga mnaamua kuivuta timu chini. Yeye anaamua kungatuka. Sasa wawekezaji withdraw interest kwa pamoja, wameona hii timu sio sehemu nzuri pa kuwekeza. Withdraw interest, my friend, you are gone. Wewe ukiwa mwenyekiti wa club lazima wanachama wakutoe, kwa sababu wanajua ndio mwakwamisha wawekezaji. Sasa wale waondoke. Wako wengi, yani si unanielewa, wako wengi. Na wakirudi wanarudi wale wale. Hivi kwa nini hatujui? Ameuliza swali zuri huyu hapa. Kwamba kwani ni wale wale tu? Kwamba Simba, yani Simba ina watu wao. Kwa mmoja. Trayageni, Magori. Kaburu. Tangu 2003 wanaitoa Zamalek. Kina Trayageni. Yule Mulamngambi sasa hivi yuko Marekani. Naye kaandika. Na Mulambi ndio wa kwanza nimemuona jana ka post. Sasa umeona? Yaani wako wengi. Alafu wanaivuta Simba sina watu wengi wenye uwezo. Si ndio Tanzania hapa. Kwa nini wanajirudia? Kwa sababu hata wewe unaposelect squad yako ya kwenda vitani, lazima ujue watu wanaweza kuzicheza zile vita. Leo uwezo ukanichukua mimi ukaniweka pale wakati sina background ya kujua Fitna Mulo watu wanachezaje. Kwa lazima ulete kikosi kazi ambacho kinajua namna ya maana yake pale inaonekana pamoto kuingia hapa ingiliki. Hapa ingiliki pale. Na hata ukiingia angalia upande. Chap chap angalia upande, chap chap ukae huko. Na wewe kuna kundi. Na lazima uingie ukiwa na pesa pia, na ndio muda wake huu. Kumbuka kwamba fedha ipo hapa ndani. Namna ya kushiriki ni rahisi sana ya haya mambo yanayoendelea. Lakini ni tajiri, ana pesa. Unanielewa? Ana pesa. Aliwahi kugombea, nikishasema sasa nitatoa kodi yote kwa jumla. Nikamuuliza kwamba sasa kwa nini usiende pale ukaingia kwenye mfumo na wewe uisaidie klabu yako. Akasema ndo hicho, kwa sababu sasa yeye ni tajiri afu ni msomi. Unanielewa? Akasema sasa shida ndo hicho ambacho unakiona, kwamba unaweza ukaingia pale sasa unataka kufanya vitu kisomi and kiakili vile ambavyo unaona kinavyotakiwa kufanyika. Sasa kama wewe ukishakuwa sasa na hiyo miondoko, unakuwa nje ya vile ambavyo wao wanataka. Na lazima ukuonyeshe kwamba wewe unapoteza muda. Kitu ambacho mtu yote ambaye ni msomi na tajiri hawezi kuriski pesa yake na nguvu zake. Hilo ambalo unataka wewe itoke. Tanzania hii hamna matajiri kuliko watu na wataja hapo kwenye mfumo wa Simba. Kwani si ishahusishwa na makampuni makubwa hadi nje ya Tanzania? Wapo, lakini sasa tunarudi kule. Ili uingie Simba kwanza lazima umejoin kwenye kundi moja wapo. Huwezi kuingia hivi. Amuone hata huyu aliyopo hivi sasa, huyu mmoja mdogo kama amekaa yani mbali sana. Sababu damu ilitaka kumrukia. Hapa katikati. Hamkuona? Simba kugunja mali Simba. Yaani mpaka wale sasa, yani suluhisho hapa ni nyinyi friends of Simba. Kaeni chini muyamalize. Yaani tafuteni hata ka sehemu ka venue. Hata kama jana kidogo hali sio shwari. Kaeni pale mzungumze, mkubaliane sasa nani atakaa hapa, kama ambavyo mlikubaliana hizo zama za kale. Sasa hivi rudini tena mkae chini mzungumze, kwa sababu mwisho wa siku nyinyi ndio mnaorudisha club nyuma. Unajua pengine zama za kale walifanikiwa kwa sababu ya nini? Waliokuwa wanagombea uwenyekiti si walikuwa wanatoka kule friends of Simba. Au labda waliaidiana. Walikuwa ni watu wao. Labda waliaidiana kwamba kwenye uongozi kama tumwambia lini uongozi afu baadaye kutoka tutaingia sisi. Kama hicho. Mtu akisharevyo na madaraka. Yeye akitoka, sana najua muda wake umeisha.
atamweka mtu mwingine ambaye anajua atambenefit yeye. Kwa hiyo technically sisi kwa natuweka nje, na sisi tutapambana kadiri tunavyoweza. Yule mtu wake asiingie, au akiingia tutataka atoke. Chisano zima tatu naenda kwenye mkutano mkuu wa Yanga. Upi? Kwa hiyo Simba mmewaacha. Tunaachaje sasa? Tunaacha kama hivi. Simba waacha uswahili. Simba mpaka sasa wanahisi wanaofanya kazi kwa kunyooka. Kitengo chao cha habari tu. Yaani ambacho anakiongoza na dereva ambaye anapeleka timu mwenyewe kumpigia moja ya Friends of Simba ambaye sasa hivi yuko nje ya mfumo hapa. Na ananiambia hapana. Ameandikia hapana kwa hata anaweza akarudi kwa sio kamharibia. Sijui sasa najua yuko upande gani lakini sijui yuko wakati gani sasa hivi. Unaweza kukuta kwenye kikao. Anambia hapana nitakupigia kwa herufi kubwa. Unanishtua kiongozi, unanishtua. Watu wao wanasema ukiona herufi kubwa imetumika, unajua mtu ameweka msisitizo. Hiyo ni ku stress sentence unawekea emphasize. Ameibold. Herufi kubwa. Simba, mpigia simu watu washinde bwana. Piga simu bwana. Kuna 200,000 jamani ndo nakwenda kuzitoa sasa hivi. Yaani kama ndio Simba hivi sasa yule unachanganyikiwa. Na mimi nawaambia tu wana Simba. Swala la wao kuwa stable itakuwa ni ngumu sana kwa hii style.